Kiongozi mkuu wa Iran anayefahamika kama Mojtaba Khamenei amesema kuwa Marekani imeshindwa vibaya katika vita dhidi ya nchi yake Iran, akisisitiza kuwa Iran itaendelea kulinda kwa nguvu zote mpango wake wa nyuklia pamoja na uwezo wake makombora ya kijeshi nchini humo. Katika kauli yake, Mojtaba Khamenei ametupilia mbali onyo la Rais wa Marekani Donald Trump ambaye ametangaza kuongeza muda wa vizuizi vya kiuchumi dhidi ya Iran, hususan katika bandari zake kufuatia hatua ya Tehran kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Aidha, Iran imeonya kuwa haitasita kujibu kwa mashambulizi makubwa na ya nguvu na ya muda mrefu dhidi ya kambi na maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati endapo Washington itachukua hatua ya kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, juhudi za diplomasia za kumaliza mzozo huo bado hazijazaa matunda licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Aprili 8, 2026 na bado pia hakuna mwafaka wa kile ambacho tayari kiliweza kufikiwa. Lakini pia balozi wa Irani aliyeko huko nchini Italia, yeye amesema kwamba Irani bado itazidi pia kulinda chochote kile ambacho iko nacho, hasa mlango bahari wa Hormuz. Balozi wa Iran nchini Italia anayefahamika kama Mohammad Reza Sabauri amesema kuwa Iran inapinga vikali mno uwepo wowote wa vikosi vya kigeni katika mlango bahari wa Hormuz, akiwemo ule unahusisha nchi za Ulaya, ambapo katika mahojiano yake na shirika la habari la serikali kutoka nchini Urusi maarufu TASS, mwanadiplomasia huyo ameeleza kuwa Tehran inaona hatua hiyo kama ukiukaji wa uhuru wake wa kijiografia pamoja na kisiasa, na kusisitiza kuwa mipango yoyote ya usalama katika eneo hilo lazima ifanyike kwa ridhaa na ushirikiano wa Iran. Sabauri ameeleza kuwa Iran inazitaka nchi za Ulaya kuzingatia historia na jiografia ya eneo hilo pamoja na sababu za msingi za mgogoro huo, akisema kuwa Iran inalaani mipango ya nchi kama Marekani, nchi kama Uingereza na Ufaransa pamoja na muungano wa European Union inaolenga kuongeza uwepo wa kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wake, amesema Iran inaona hatua hizo kuwa hazikubaliki kabisa na zinachochea mvutano zaidi badala ya kuleta suluhu ya kudumu baina ya nchi hizo. Aidha, balozi huyo ametoa wito kwa Ulaya kuelekeza juhudi katika kushughulikia chanzo cha mgogoro huo, akitaja vitendo vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kama sababu kuu ya mgogoro huo. Ameongeza kuwa njia pekee ya kuhakikisha usalama wa urambazaji katika Ghuba ya Uajemi ni kuheshimu mamlaka ya Iran kama taifa la pwani, huku akizitaka nchi hizo kuacha kile alichokiita viwango viwili katika utekelezaji wa sheria za kimataifa. Katika hatua nyingine, Sabauri amepongeza Italia pamoja na Uhispania kwa msimamo wake, hasa pia inayotofautiana na baadhi ya nchi za Ulaya, akisema Iran imechukua kwa uzito kauli zao zinazolaani vitendo dhidi ya Iran kama ukiukaji wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yameendelea kufanya mikutano ya ngazi tofauti kujadili namna bora ya kuhakikisha uhuru wa usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz, huku mvutano wa kisiasa ukiendelea kushika kasi katika eneo hilo nyeti kabisa, ambako dunia pia inategemea asilimia 20 ya upitaji wa mafuta duniani kote. Wakati akijili hayo, Rais wa Marekani Donald Trump pia ameibua mjadala mkubwa na mpya kuhusu kuanza kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala mpya kuhusu mustakabali wa usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran baada ya kuhoji hadharani umuhimu wa kuanza tena mashambulizi ya anga dhidi ya taifa hilo la Mashariki ya Kati. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi usiku, Trump alionekana kutokuwa na msimamo thabiti kuhusu hatima ya makubaliano ya kusitisha mapigano, akisema kuwa bado haijulikani kama hatua hiyo ni ya lazima au la. Katika maelezo yake, Trump amedokeza uwezekano wa kurejea kwa mashambulizi, huku akisisitiza kuwa hali inaweza kubadilika wakati wowote kulingana na mwenendo wa mazungumzo. Alisema, "Sijui kama tunahitaji, huenda tukayahitaji," alisema, akiongeza kuwa Iran kwa sasa inakaribia kufikia makubaliano, kauli inayotafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya shinikizo la kidiplomasia ambalo linaendelea baina ya pande hizo mbili. Aidha, alipoulizwa kuhusu iwapo Iran ndiyo inaokwamisha mazungumzo hayo, Trump alitoa kauli tata, akisema kuwa ni watu wachache tu wanaofahamu undani wa mazungumzo hayo. Hakuna anayejua mazungumzo hayo ni nini isipokuwa mimi na watu wengine kadhaa. Amesisitiza kuwa kauli hiyo imeacha maswali mengi kuhusu uwazi na mwelekeo wa juhudi za amani, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu zaidi hali ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati.
Na hiko pia ndicho ambacho kinaripotiwa kutoka huko Mashariki ya Kati katika saa chache ambazo zimekwisha kupita. Tumeona pia kile ambacho amekizungumza kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, ambaye ametoa shinikizo, ametoa onyo kwamba Iran ipo tayari kwa lolote lile, ambako ametaja kuwa Marekani imeshindwa vibaya katika vita dhidi ya nchi yake, na akisema kwamba pia Iran itaendelea kulinda kwa nguvu zote mpango wake wa nyuklia pamoja na uwezo wake wa makombora ya kijeshi. Hii ni kauli pia ambayo inatudhihirishia kwamba Irani bado iko tayari kwa lolote lile, iwe kwa vita ama kwa namna yoyote pia ambayo Marekani itahitaji kufanya na taifa hilo, basi tunachokiona kwamba hapa ni Irani iko tayari kwa kila kitu. Asante sana kwa muda wako, pia endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa mbalimbali kutoka kitaifa lakini pia kimataifa. Mimi ni Yohana, endelea kunifuatilia kila siku kwa taarifa mbalimbali.